Naitwa Musa Pasua Mpembela, ni mkazi wa Iporoto, ni mkulima wa eneo hili wa muda. Taarifa hiyo aliyotoa kwa kweli inasikitisha, kwa sababu sisi humu hatukuvamia, ni wao wenyewe walitupa kwa ajili ya kufyeka, na tulikuwa tunatoa hela na tunalipia 20,000 kwa kila mwaka. Lakini hivi sasa tunavyosema tumejiandaa mbegu, mbolea na kila kitu kwa ajili ya kufanya kazi. Tunaiomba serikali, japo ndio mulikana na serikali, iweze kutuona hatuna sehemu ya kufanya nyingine zaidi ya hapa, ili iweze kutunusuru tuweze kupata kipato cha kuweza kulisha watoto, na pamoja tunasomesha watoto wako shuleni kwa sababu ya maeneo haya, na kila kitu kinachotakiwa kupatikana kinapatikana katika maeneo haya. Na kwa kuwa shirika lenyewe manager ndio aliyoendelea alisema tuandike mabarua, ndio tuliandika mabarua tukapata maeneo hayo kwa kupitia mabarua, na heka moja tulikuwa tunakatia shilingi 50,000. Malipo ilikuwa ni 20,000. Lakini sasa kipindi cha kuita wa viongozi kwamba leo mwisho, kwa kweli sisi kama wananchi tunajisikia vibaya, na bado taarifa hii tunaipokea, lakini hatujaipokea vizuri, kwa sababu tayari wangewahi kwa waita viongozi wetu kuambia kwamba mwaka huu watu wasilime, pengine hata hili waandishi wa habari, hayo mambo tusingeendelea kusumbuana zaidi. Kwa jina naitwa Mawazo Roti, naishi kijiji cha Itaka. Haya mashamba wenyewe tu walitupa kwa nia nzuri, tukatozwa hela, tukalipia, tukafyeka miti. Lakini mshtuko umekuja kwamba mwaka huu haya mashamba marufuku kuyalima. Mshtuko huo kwa kweli umetupa shida. Kwa kweli tuko chini ya miguu yao kwamba watusaidia vipi sasa. Imekuwa ni jioni mno. Wangetujulisha mapema, tungejiandaa mapema kutafuta mashamba mahali pengine. Sasa kwa hali kama hii kwa kweli, kwa kuyapokea haya kwa kweli yametuumiza vichwa. Kuna mayatima, kuna wajane wanategemea humu, wanasomesha watoto kutegemea haya maeneo. Sasa sehemu gani tutakimbilia? Jina anaitwa Michael Mwamengo, ni mkazi wa kijiji cha Msanyira, kata Igamba. Lakini pia na mimi limenipa shida sana, kwa sababu sisi tuko upande wa mbuga. Na humo mbuga tumepanda paka sasa mahindi mengine yameota, na mengine paka tumesha mwaga mbegu. Lakini wanasema nataka kuchimba mabwao, na huko hakuna maji. Maji yenyewe tunatoka umbali kwenye mito mingine, sio hapa ambapo tunalima. Lakini nashangaa sana wanasema wanataka kuchimba mabwawa, na katika upande wa kuchimba mabwawa tumelima sisi kwa kutenga upande wa ng'ombe na upande wa nini wa kulima sisi kama wakulima wa mbuga. Lakini wanasema nataka kuchimba mabwawa. Tulikuwa tunaomba kama serikali inatusikia pamoja na viongozi wote, tulikuwa tunaomba tulime, na hayo mahindi tunategemea kwamba kulea watoto na kusomesha watoto, na paka sasa hatuna sehemu ya kukimbilia. Mtu amekupa nyumba hii, anasema umepangisha, jioni anasema toka, utalalia wapi? Tulikuwa tunaomba kama serikali watusikilize kwa sikio hilo. Jina naitwa Mariamu Muyombe. Samahani niongee tu Kiruga. Mimi nilipo hapa mume wangu alishakufa muda. Ni mjane, alikufa 2010 mume wangu. Nilikuwa nalima pale shamba la pale, ndio nalea watoto. Aliniachia watoto 8. Nilipo hapa sina shamba la kulima hata moja. Nategemea kulima huku baba. Naomba mnisaidie kwamba watoto hao nitaweka wapi? Nasomesha watoto na walea watoto. Sina shamba hata hili moja. Naomba msaada mnisaidie. Majina naitwa Winston Kisuta Songa. Ni mkazi wa kijiji cha Iporoto. Mimi nitoe ombi kwa nchi yetu. Nasikia hata mwakilishi wa mkuu wa wilaya alikuwepo kwenye kikao hicho. Sisi tunamuomba mkuu wetu wa wilaya, kama ana nafasi, kama na muda, atembelee eneo hilo husika tunalolingangania, aje aonane na wakulima. Aje mwenyewe mkuu wa wilaya, tumuombe kwa heshima yake, aje aonane na wakulima, asikie kilio chetu. Eneo hili tunalolima jumla lina heka karibuni 700 au 600 ndio tunalima. Lakini tunalima kwa kiploti kimoja. Tunaambiwa ni mbegu. Utaratibu wa kulima mbegu, ndugu mtangazaji, ni mkulima gani, ni kampuni gani au ni mzalishaji gani wa mbegu unakuja kuzalisha kwenye miti? Hizi poleni za miti zinaenda kwenye mahindi. Hiyo itakuwa ni mbegu au itakuwa ni uharibifu? Hatukatai kama wanaleta katapila kung'oa miti, okay, ni maamuzi ya serikali, hatuwezi kupinga. Lakini kwa mwaka huu tungeomba wakulima hawa wanaoenda kuathirika walime. Wewe fikiria wao 320 na kila mmoja analea watoto 5 6, utakwenda wapi? Tunaomba, tunarudia ombi letu hasa kwa mama kupitia
nyinyi watangazaji na vyombo vyenu vinavyo hivi, kama anaweza kaona watu hawa, Mama Samia, mama yetu mpenzi, anavyowapenda watu, tunaomba atoe tamko atusaidie. Na ikiwezekana, mimi nafikiri basi kama itawezekana tukamuone mama, labda tukamlie mama machozi ofisini kwake, kama wenzetu wameshinda kutusaidia. Mbegu fupi, watu wameomba mbegu fupi. Mbegu fupi tunapanda mwezi 11, mwezi wa pili tunatoa mbegu fupi. Tutaathirika vipi mwezi wa 3 wakati mwezi wa pili tumeshatoa mbegu fupi? Ambaye atadharau akapanda mbegu ndefu, basi ndio atakubana na hilo ambalo mnaongea kwamba ambao wenye viteto wametujulisha kwamba watakuja kung'oa. Niwakumbushe tu, niliongea juzi nikasema jamani, malengo ya taasisi sasa hivi ni kufikisha tani 22,000 ya mbegu, kwa sababu mahitaji makubwa nchini, ili tuweze kupunguza gharama ambazo serikali inaingia kuagiza mbegu kutoka nje ya nchi. Kwa mbegu lazima zipatikane ndani ya nchi. Patikane kwake ni namna gani? Lazima tutumie mashamba yetu yote kuzalisha mbegu. Sio useme kipande kimoja uzalishe nafaka, kingine uzalishe mbegu. Shamba lote lifanye nini? Lizalishe mbegu. Na ndio maana katika miradi inayoendelea moja hapo ni kwanza ujenzi kuzunguka fence shamba lote kilomita 40 lazima inawekewa fence. Na budget imetengwa tayari kwa ajili hiyo. Umwagiliaji kama nilivyosema. Kwa hiyo kuna kazi ambazo zinaendelea na wakandarasi wengine nimeshaona wakandarasi wako sasa hivi tuko naendelea na shughuli zao. Kwa hiyo kwa jinsi wanavyoendelea kuweka sasa hiyo miundombinu na kadhalika, hatusingependa kuona tena mwananchi anafanya shughuli yote ndani ya shamba, kwa sababu itakuwa ni hasara kwake. Utazuia shughuli za uwekezaji ambazo zinaendelea za uzalishaji. Kwa hiyo message yetu ni moja, kwamba bado tunasema hivi, wakala wa mbegu za kilimo yani ASA, ambayo ni taasisi ya serikali iliyoko chini ya Wizara ya Kilimo, tunalitumia shamba lote la Mbozi kwa ajili ya kuzalisha mbegu, na wananchi wazingatie hilo. Message yetu ilikuwa ni hiyo, wazingatie hilo, wasiingie kuzalisha nafaka, kwa sababu unasikia wengine wanaingia usiku wanalima, wengine wanapanda, na wanazuia shughuli za wawekezaji kufanyika. Nimesema awali, kuna wawekezaji wa aina mbili, kuna makampuni ya mbegu na kuna wakulima wa mkataba ambao wameandika barua na wakapewa mikataba kwa ajili ya kuzalisha mbegu. Kwa hiyo wanapoendelea na shughuli za kuandaa shamba wanapata changamoto. Sasa inakuwa sio sahihi. Ndio tuseme hivyo jamani, acheni shughuli za uzalishaji mbegu ziendelee kwenye shamba la taasisi. Tumesema kwamba wakala amekuja kulitumia shamba lake. Inawezekana kuna taarifa ambayo tulikuwa tunasikia. Kuna watu walikuwa wanachukua hela kwenu mwaka jana mnawalipa. Nataka nikutahadhari. Inawezekana hao watu ni matapeli. Sasa usije ukachukulia hiyo, mbona mwaka jana tulikuwa tunalipia? Sisi malipo yetu yanalipa kwa kutumia control number. Kupewa control number yote ya kulipia? Kama hujawahi kupewa control number ya serikali ya kulipia, inawezekana, sina taarifa vizuri, inawezekana huyo mtu ni tapeli. Usije ukatapeliwa na msimu huu ukasema kwamba nililipa. Kama utapewa control number, wale wawekezaji ambao wako hapa nafikiri watapewa control number. Kama hujapewa control number, huyo ni tapeli. Usije ukasubutu katika msimu huu. Manake ukisubutu, wewe na yeye wote mtawekwa ndani, kwa sababu mmeingilia kazi za serikali, na wakala utashindwa kufikisha malengo yake. Na tani 22,000 lazima zipatikane. Kwa hiyo niwape angalizo, asitaka kudanganya mtu kwamba nirushie kwenye simu hii. Tena juzi kuna mtu mmoja akasema kwamba tulikuwa tunatuma kwenye namba ya simu hii. Niwaambie sajisi na yeye mmoja, lakini namba hatuioni. Maana tulitaka tumwambie tupe hiyo namba, ni nani alikuwa anapokea. Kama ni mtumishi wa ASA, na yeye atawajibishwa. Sasa msimu huu usije ukasubutu kutoa hela yako ukalima, itakula kwako.